Naam, tukiendelea katika kuangalia miamala hii ya kimali. Naam. Wapo baadhi ambao huenda tunawafahamu au watu wafahamu kwa kuwasikia. Naam. Wanafanya biashara ya kukopesha. Naam. Katika kufanya biashara ya kukopesha wanaweka riba. Lakini wao wanasema hii si riba, hii ni profit, ni faida kwa mimi kufanya biashara ya kukopesha. Kuna tofauti gani kati ya riba na profit katika biashara au katika miamala? Barakallahu fikum. في العصر الجاهلي كان الناس يساوون في نظرهم بين الفائدة الربح وبين الزيادة ما يسمى بالربا. Zama za ujahili walikuwa watu wanashindwa kutofautisha baina ya faida katika biashara na baina ya ziada katika kukopesha. Baina ya faida katika biashara na ziada katika kukopesha. Naam. Hii ni miamala miwili tofauti. Katika biashara ni kwamba mtu anamiliki mali, sila. Naam. Anamiliki bidhaa au kitu au mali yoyote ambayo inaweza kuuzwa kisheria. Kwa hivyo yeye anauza mali kwa kupewa kitu badala, maana thamani. Kuna kitu bidhaa na kuna thamani yake. Kwa hivyo anapouza bidhaa kwa kupata pesa ambayo itakuwa kwake yeye ina faida kutokana kule kuuza kwake, hiyo si riba, hiyo ni faida kwa kuwa yeye ameuza. Lakini katika masala haya ya riba inakuja katika hali ya kwamba mtu ametoa kitu kumpa mtu mwingine ili na yeye yule atarejesha kitu kama kile na ziada. Mfano anakopa mtu mfano shilingi milioni moja ya Tanzania. Ndio. Kwa amekopa yeye kwa yule mkopeshaji. Kisha al-muqrivu, mkopeshaji sasa anampa sharti, yashtaritu ala al-muqtaridhi, anampa sharti mwenye kukopeshwa ya kwamba utaporejesha pesa zangu kunilipa, utalipa milioni moja na laki moja. Mathalan baada ya mwaka mmoja, baada ya miezi 6 mfano. Ndio. Kwa muda maalum. Ndio. Hii haiwi faida. Inakuwa ni riba. Kwa nini? Kwa sababu huyu kwanza mtoaji wa zile pesa lam yukhrij al-mal an tariq al-bay', hakutoa pesa kwa njia ya kuuza, labda amekopesha. Labda shekhi wangu kwa kifupi kabisa, nitaweza kuleta mawazo ya kiuchumi alafu utapambanua kisheria ya dini ya Kiislamu. Inshallah biidhnillah taala. Kuna kitu kinaitwa time value of money. Kwamba pesa ya leo ina thamani zaidi kuliko pesa ya kesho. Naam. Wachumi tunasema kwamba tunaangalia fakta tofauti ikiwemo mfumuko ya bei, ikiwemo hali mbalimbali. Ndio maana tunaweka hii ziada. Sasa sheria ya dini haiangalii haya kwamba labda kuna mfumuko wa bei 10,000 ambao naikopa leo, kesho itakuwa ni ndogo zaidi thamani yake. Sheria imetazama maeneo yote kabla ya hawa wanaochumi kutazama. Naam. Kwa sababu hiyo thamani inazungumzwa mara nyingi huzungumza katika hali ya kwamba itazidi. Lakini kwamba itapungua hawazungumzi. Naam. Sasa mfano kwamba mtu anakopesha leo milioni moja. Ndio. Kwa kulipwa yani na ziada ndani yake. Pengine baada ya mwaka mmoja huenda milioni moja ile tena thamani yake itakuwa imepungua. Haijapanda. Naam. Au mtu anakopeshwa dola za Marekani mfano. Ndio. Kwa shilingi. Pengine kwa mwezi huu nakopa ilikuwa mfano dola shilingi 2,500. Naam. Wakati analipa zile pesa itakuja kupungua pengine 2,400. Kwa hivyo haiangalii kupungua, anaangalia wao kwamba ikizidi itakuwaje. Je, ikipungua itakuwaje? Naam. Kwa hivyo kwanza wajibu wao ikipungua itakuwaje? Tuwajibu sisi ikizidi inakuwaje? Ndio. Lakini juu ya haya ni kwamba sheria ya Kiislamu imetazama kwa sababu lengo la kukopesha ni kwamba kwa sababu nakopesha kitu na kulipwa kitu mfano wake. Hilo inakuwa riba ndani yake inapatikana ikiwa kuna ziada. Lakini mfano kama utauziana watu bidhaa maalum. Ndio. Mfano kwamba mimi nanunua gari, kwamba gari hii kwa pesa cash taslim inauzwa shilingi milioni 10. Ndio. Lakini kama itakuwa nanunua kwa mkopo, nitalipa baada ya mwaka mmoja, miwili au mitatu, kwamba anaweka gharama ya ziada kwamba hapa baada ya muda fulani itakuwa gari kama hii kununua si bei hii itakuwa maki thamani imezidi. Naam. Kwa sababu inawezekana gari zile itakuwa hazipatikani tena isipokuwa kwa sababu kunasema si wachumi tunasema kwamba kila demand inavyozidi kuwa kubwa na vitu vikao havipatikani basi bei inazidi kupanda zaidi. Naam. Sasa hii sura kama namna hii baadhi ya maulama wameruhusu
Mfano Imam Sheikh Muhammad bin Yusuf At-Tufaishi rahimahullah ni mmoja katika waliosema kauli kama hiyo, kwamba kunaangaliwa zile pia athmanul ashya min haythu al-irtifa'u, kwamba panatazamwa pia thamani ya vitu baina ya kuzidi thamani yake. Kwa maana hiyo wakaruhusu baadhi ya maulama kwamba ikiwa kitauzwa kitu kwa bei mbili tofauti, kwamba bei ya kulipa naqdan cash wakati ule ule pale pale ni tofauti na bei ya kulipa kwa muda mrefu, kwa sababu inaangaliwa pale kwamba thamani ya hii bidhaa na muda huu wote, kwa maana huyu mtu atakuwa pesa yake imezuiliwa kuwa kurudi kwake kwa matumizi mengine ya ziada, inasubiria muda mrefu zaidi, na kwamba kienda kununua thamani kitu kama hiki kwa yeye tena kwa baadaye itakuwa hapati kununua kwa thamani kama ile. Wako baadhi ya maulama wameruhusu muamala huo wa kuuza, si kukopesha, maana ile bidhaa kwa bidhaa mfano wake. Aiyo, maana ni unauza kitu kwa kuuza. Kwa hivyo ile kinachozidi pale ni thamani ya ile faida, si thamani ya mkopo. Naam. Sasa kwenye riba kuna thamani ya mkopo. Thamani ya mkopo. Kwamba nakopa milioni 5 nalipa milioni 6. Unakopa laki na 20 unalipa. Hiyo ndio ambayo imekatazwa, ndio riba. Tunaita riba nasia katika lugha ya kisheria.